Katika kuadhimisha miaka 61 ya huduma ya Injili kupitia uimbaji, kwaya ya Amani Mtakatifu Stefano Chato Dayosisi ya Biharamulo Kanisa Anglikana Tanzania imeeleza mafanikio waliyopata. Kwaya ya Amani Anglikana Chato, kwa neema ya Mungu tumefanikiwa kupata mafanikio yafuatayo: 1. Kuongezeka kwa wanakwaya kutoka 11 hadi 35. 2. Kupata baadhi ya vyombo vya muziki ambavyo tunavitumia kwa sasa japokuwa vitoshelezi mahitaji. 3. Kutoa mkanda wa video mwaka 2012. 4. Kuhubiri Injili maeneo mbalimbali ndani na nje ya Chato. Wakizungumza mara baada ya ibada ya shukrani iliyofanyika tarehe 30 Novemba 2025 katika kanisa la Mtakatifu Stefano Chato, viongozi wa kwaya hiyo walisema moja ya mafanikio hayo ni kuongeza idadi ya wanachama. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa hapo mwanzo kwaya wakati inaanza 1964 wanakwaya walikuwa wachache sana, walikuwa wanakwaya 11. Lakini kwa sasa tunashukuru Mungu tuna wanakwaya 35 na wote ni wako hai, wanamtumikia Mungu kwa uaminifu. Tumefanikiwa kurekodi mkanda wa video, lakini pia tuna audio. Mungu awabariki sana kwa wale ambao wametushika mkono, na tuendelee kutumika pamoja kwa ajili ya kuipeleka mbele zaidi kwaya yetu ya Amani. Bi Bahati Omari, mwenyekiti wa kwaya ya Amani Kanisa Anglikana Mtakatifu Stefano Chato, alisema kwaya hiyo imefanikiwa kurekodi albamu ya video na audio. Pia imejipanga kuanzisha miradi ya kiuchumi. Leo ikiwa tunaadhimisha miaka 61, tulikuwa tumejipanga kwa ajili tulifanya harambee ndogo kwa kutafuta pesa kwa ajili ya kununua vyombo vingine vipya vya kwaya ili tuzidi kumtukuza Mungu, kumsifu pasipokuwa na changamoto yoyote. Kwa hilo tunamshukuru Mungu na harambee imeenda vizuri, na mipango yetu zaidi, tuna mipango mingi ya kufungua miradi ya kwaya kama kwaya, lakini pia tuna kikundi cha mkoba ambacho tunachanga kila mwisho wa mwezi kwa ajili ya kusaidiana, lakini pia tunajitahidi kama hizi sali tunafanyaga vimiradi wenyewe, tunanua kitambaa, tunauziana, tunazidi kukuza uchumi wetu wa kwaya. Kwa hiyo kwa hilo tunapenda kumshukuru Mungu, lakini tuna mipango mingi sana kama kilimo tunategemea kufanya mwakani. Tuna mipango mingine kama kununua chombo cha usafiri kwa ajili ya kuongeza kipato cha kwaya. Akihubiri katika ibada hiyo, Lay Canon Dr. Margaret Ndonde, katibu wa umaki Kanisa Anglikana Tanzania, alitoa pongezi kwa uongozi na waimbaji wa kwaya ya Amani kwa uamuzi wa kufanya ibada ya kutoa shukrani zao kwa Mungu. Jamani, katika maisha yetu watu wanataka kufanyaje? Wamuone Yesu. Watu wamezidiwa na magonjwa, wanataka wamuone Yesu kupitia uponyaji kwa jina la Yesu. Watu wamezidiwa na maisha ni magumu, uchumi haujakaa sawa sawa, watu wanataka wamuone Yesu. Na ndio maana Kanisa Anglikana Tanzania tunafundisha habari za watu kutambua rasilimali zinazowazunguka, wazitumie kwa ajili ya maendeleo yao binafsi, maendeleo ya kanisa na maendeleo ya jamii na kwa taifa zima. Sisi tunataka tumuone Yesu. Mimi na wewe ni Filipo na Andrea wa sasa. Watu wanataka waje wamuone Yesu. Na hata hawa waimbaji wenzangu hawa wamemwona Yesu, ndio maana leo wamekuja kumshukuru nani? Mungu. Nasikia vibaya nikiona kwaya inayumba, kuna mambo mengi yanainuka, mara hili, kuna kukatisha tamaa, kuna kusema vibaya, kuna kusingiziwa, lakini Mungu amewatia nguvu na Mungu azidi kuwabariki. Kwamba leo nimekuja kusema Mungu asante kwa yale ambayo mmefanya kwa ajili yetu. Ziko kwaya nyingi zinaanzishwa zinakufa. Kwaya inaimba vizuri na shangaa imeenda imepotea jumla. Lakini nini? Mungu awabariki sana. Mungu azidi kuwainua yale ambayo amekusudia kuyafanya. Mungu akafanya na kuzidi. Na ninyi pia umaki Mungu anakusudia kuyafanya, akafanya na kuzidi. Na ninyi waimbaji wa huku Mungu anakusudia kuyafanya, akafanya na kuzidi. Na ninyi waumini wenzangu Mungu anakusudia kuyafanya, akafanya na kuzidi ili watu wafanyaje? Waweze kumwona Yesu. Ibada ya misa takatifu SB ya kwanza wakati wa majilio tarehe 30 Novemba 2025 iliongozwa na Kasisi Canon Zakaria Kasela, kiongozi wa kanisa la Mtakatifu Stefano Chato. Aidha, ibada ya maombi, shukrani na baraka za Mungu zilitolewa kwa waimbaji wa kwaya ya Amani na Kasisi Yohana Juma Muhammad kutoka ofisi kuu ya Kanisa Anglikana Tanzania. Kila mmoja aliyesimama hapa, aliyetoa muda, aliyetoa fedha, aliyepita kwenye maneno magumu, akasimama kwa ajili yako, Yesu ukapokee mioyo yao, ukapokee shukrani zao. Hata pale waliposemwa vibaya, lakini Baba walisimama. Nami natamka kwa kinywa cha kuhani,
Uwalinde watoto wako mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Uwe ukuta wa moto pale ambako Bwana kuna miiba, uwabebe katika mabega yako. Mabega yako ni mazuri, yanapendeza. Uwabebe Yesu. Nami saa hii napoachilia baraka zako, neema yako ikawafunike, miguu yao Baba ikawa mepesi kwa ajili ya Injili. Baba, uwainue, uwasogeze hata katika maisha yao na familia zao, popote watakapokuwa, kazi zao, mashamba yao, biashara zao, watoto wao. Yesu, ukapate kuwalinda, kwa sababu wamejitoa kwa ajili ya kazi yako. Na wewe ulisema, mtu akiniheshimu mimi, na mimi Baba yangu atamheshimu. Na baraka ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ikawe nanyi, iende nanyi sasa na hata milele. Amen. Amen. Kwa hiyo yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi wake ulio mkuu na ajabu, kwa jinsi anavyozidi kutufunulia siku hadi siku mambo yaliyo mapya. Niseme asante tu, kwa sababu Mungu ndo anaweza yote. Amen. Nikiarifu kutoka hapa kanisa la Mtakatifu Stefano Chato, Dayosisi ya Biharamulo, kanisa Anglikana Tanzania. Jina langu naitwa Michael Woga. Moja tu.